kitabu cha Tobiti sura ya 3 na ya 4. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Wapendwa, tusali ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya wakati unaotuwezesha kuweza kukutana watoto wako kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki cha usomaji wa neno. Roho Mtakatifu, tunakualika, tunaomba utusamee dhambi zetu na makosa yetu. Tunaomba utupe kibali cha kuweza kusoma neno lako, na kila mmoja aliyoko hapa Bwana kwa neno hili tunaomba liachilie mwanga katika maisha yetu, ili sote tuweze kufanywa upya katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ambapo siku ya leo tutasoma kitabu cha Tobiti, ile sura ya 3 na ya 4. Watu wa Mungu, katika sura ya 3 tutaangalia juu ya sala ya Tobiti, tutaangalia juu ya misiba ya Sara, na tutaangalia juu ya sala ya Sara, na pia tutamalizia kwa kuangalia juu ya sala za Tobiti na Sara zinasikiwa mbele ya Mungu. Na katika sura ya 4 tutajifunza basi juu ya wasia wa Tobiti. Naam, kitabu hiki kina mafundisho mazuri sana. Karibuni tuungane sasa, tuanze usomaji. Sura ya 3. Basi nalisikitika nikalia, na katika huzuni yangu nalimomba nikisema, Bwana, wewe ndiwe mwenye haki, na matendo yako yote na njia zako zote ni rehema na kweli, nawe unahukumu kwa kweli na kwa haki milele. Unikumbuke, unitazame, usiniadhibu kwa ajili ya dhambi zangu na makosa yangu, wala kwa ajili ya dhambi za baba zangu walioasi mbele zako. Kwa maana hawakuzitii amri zako, kwa hiyo umetutoa tuwe mateka, hata na kuuawa kuwa mithali ya shutumu kwao mataifa yote, ambao kwamba tumetawanyika katikati yao. Na sasa hukumu zako zi nyingi na za kweli, hata uje unitende kwa kadiri ya dhambi zangu na za baba zangu, kwa kuwa hatukuzishika amri zako, wala kuenenda kwa kweli mbele zako. Basi sasa unitendee kama uonavyo vema, uniamuru niondolewe roho yangu, ili niruhusiwe na kuwa udongo tena, maana yanifaa kufa kuliko kuishi. Kwa sababu nimesikia mashutumu yasiyo haki, nami naona huzuni nyingi. Uamuru basi nitolewe katika msiba huu, niende mahali pa milele, wala usiugeuze mbali nami uso wako. Ikawa siku ile ile huko Ekbatana, mji wa Media, Sara binti Ragueli naye alishutumiwa na wajakazi wa baba yake, maana alikuwa ameolewa na wanaume 7. Bali Asmodeo yule jini aliwaua kabla hawajalala naye. Wakamwambia, wewe hujui ya kuwa umewanyonga waume zako? Umekuwa na waume 7, wala hata mmoja wao hukupata faida naye. Mbona waturudia sisi? Ikiwa wao wamekufa, nenda zako nawe ukawafuate. Tusikuone kabisa una mwana wala binti. Alipoyasikia hayo, alifanya huzuni nyingi, akaona afadhali kujinyonga. Akafikiri, mimi ni binti pekee wa baba yangu, basi nikitenda hivi nitamwia shutumu. Nitamshushia uzee wake kwa huzuni hata kaburini. Kwa hiyo aliomba, akielekea kwenye dirisha akasema, Bwana Mungu wangu, umehimidiwa jina lako takatifu, tukufu limehimidiwa. Matendo yako yote na ya kuhimidi milele. Na sasa Bwana, nakuelekezea macho yangu na uso wangu,
Waamuru ili niondolewe duniani, nisizidi kusikia mashutumu. Bwana, wewe unajua ya kama nimekuwa safi, mimi sijafanya dhambi na mwanaume, wala sijalinajisisha jina lako wakati wowote, wala jina la baba yangu katika nchi ya kufungwa kwetu. Mimi ni binti pekee wa baba yangu, wala hana mtoto yeyote kuwa mrithi wake, wala ndugu aliye karibu, wala mwana wa ndugu yake ambaye kwa ajili yake nijilinde ili niolewe naye. Waume zangu 7 sasa wamekwisha kufa, mbona basi niishi mimi? Walakini ikiwa haikupendezi nife, uamuru niangaliwe na kuhurumiwa, nisizidi kusikia mashutumu. Basi ikawa sala zao wote wawili zilisikiwa mbele za enzi yake Mungu aliye juu. Rafaeli akatumwa ili awaponye wote wawili, yaani kuviambua vyamba vyeupe katika macho ya Tobiti, na kumongoza Sara binti Ragueli aolewe na Tobia bin Tobiti. Tena kumfunga Asmodeo yule jini, kwa sababu ni haki yake Tobia kumoa Sara, maana yu mrithi. Hivyo wakati ule ule mmoja Tobiti alirudi akaingia nyumbani mwake, naye Sara binti Ragueli alishuka katika chumba chake cha juu. Sura ya 4. Siku ile Tobiti alikumbuka ile fedha aliyoiweka amana kwa Gabaeli huko Rage, mji wa Umedi. Akasema nafsini mwake, nimetaka kufa, mbona nisimwite mwanangu Tobia ili nimwarifu habari za ile fedha kabla sijafa? Alipomwita akamwambia, mwanangu, nitakapokufa unizike, tena usimdharau mama yako, bali umheshimu siku zote za maisha yako, ukayatende yampendezayo, wala usimhuzunishe. Mwanangu, ukumbuke ya kuwa alipatwa na hatari nyingi kwa ajili yako ulipokuwapo tumboni mwake. Naye akiisha kufa umzike pamoja nami katika kaburi moja. Mwanangu, mkumbuke Bwana Mungu wetu siku zote, wala usikaze nia yako kutenda dhambi, wala kuziarifu amri zake, kutenda kwa unyofu maisha yako yote, wala usizifuate njia za waovu. Kwa maana ukitenda kwa kweli, matendo yako yatakufanikia, nao wote watendao kwa haki watafanikiwa. Toa sadaka katika mali zako, wala utoapo sadaka jicho lako lisiwe na choyo, wala usiugeuzie uso wako mbali na mtu masikini, nawe utageuziwa mbali na uso wa Mungu. Ukiwa na wingi utoe sawasawa na wingi wako, ukiwa na kidogo tu usiogope kutoa sawasawa na kidogo hicho. Kwa maana wajiwekea hazina bora kwa siku za dhiki. Madhali sadaka huokoa na mauti, wala hazimwachi mtu afike gizani. Sadaka ndizo thawabu bora kwao wote wazitoao usoni pake aliye juu. Mwanangu, jihadhari na ukahaba, na zaidi ya hayo ujitwalie mke katika uzao wa baba yako. Wala usijitwalie mwanamke mgeni asiye ya kabila ya baba yako, maana sisi tu wana wa manabii. Mwanangu, ukumbuke Nuhu, Ibrahimu, Isaka, Yakobo, baba zetu tangu mwanzo wote, waliooa watu wa jamaa zao wenyewe, wakabarikiwa katika watoto wao, na uzao wao utaurithi nchi. Basi sasa mwanangu, wapende ndugu zako kwa kumchukua mke aliye wa kwao, wala moyoni mwako usiwadharau ndugu zako.
wana na binti za watoto wako, maana katika dharau kuna uharibifu na udhia mwingi, na katika upotovu kuna upunguo wa uhitaji mwingi. Mradi upotovu huzaa njaa. Mshahara wa mtu yoyote aliyekufanyia kazi usikae nao, bali umpe mara baada wewe ukimtumikia Mungu. Yeye atakulipa. Mwanangu, uwe na hadhari katika matendo yako yote, pia uwe na busara katika mwenendo wako. Na yale uyachukiayo mwenyewe usimtendee mtu yoyote kama yale. Usijilevye na mvinyo, wala mlevi asifuatane nawe katika njia yako. Wenye njaa uwape baadhi ya chakula chako, na walio uchi uwape baadhi ya nguo zako, sawasawa na wingi wako utoe sadaka. Wala utoapo sadaka jicho lako lisiwe na choyo. Utoe chakula kwa ukarimu, wenye maziko na wenye haki, lakini waovu usiwape kitu. Utake shauri kwa kila mtu aliye na hekima, wala usilidharau shauri la kufaa lenye njia. Umuhimidi Bwana Mungu wako siku zote. Umombe yeye ili njia zako zinyoshwe, na mapito yako yote na mashauri yako yote yafanikiwe. Maana katika mataifa hakuna lenye shauri, bali Bwana mwenyewe ndiye atoaye mema yote, naye humdhilie yeyote atakaye na kama atakavyo. Basi mwanangu, yakumbuke mausia yangu, wala usiache kufutika katika nia zako. Na sasa na kuarifu habari ya kuwa nalimkabidhi Gabaeli bin Gabria talanta 10 huko Rage, mji wa Umedi. Wala usiofu mwanangu, ya kuwa tumekuwa maskini, maana una mali nyingi, huku ukimcha Mungu na kujiepusha na dhambi zote, na kutenda mambo yale yampendezayo machoni pake.